Kwa majina naitwa Mohamed Isa, jina langu maarufu ninapenda kutumia sana Mudi Kocha. Tumekutana na ndugu waandishi wa habari kuwashukuru kutokana na ishu ya bwana Aram au Amani ambayo ilitukuta kuanzia juzi, aliyefariki kupigwa na shoti ya umeme. Tulikuwa tunaonesha jitihada za kutafuta ndugu zake, lakini tunashukuru kufikia jana tena tumewapata ndugu zake kupitia vyombo vya habari. Ningependa kusema tulifikia jana kwamba kutokana na kuwapata ndugu zake tulifikia sehemu ambayo ni nzuri. Tuliwasiliana na ndugu zake, wakatueleza kwamba kweli Amani ni ndugu yao. Kwa hiyo tuko kwenye taratibu kwamba tunafanya nini kufikia mahali ambapo tumefikia. Kutokea jana mpaka leo walisema watatupa majibu kamili leo saa 4, lakini kwa stori ya jana walituambia kwamba hawataweza kumsafirisha bwana Amani kutokana wao hawana uwezo wa kumsafirisha Amani, ni familia yenye shida sana. Kwa hiyo tumekutana hapa tena na vyombo vya habari kuvishukuru hapa Shavi FM na Nyaro TV na Aegezi na Kusaga TV wamefanya kazi kubwa kwa ajili ya hili swala la ndugu yetu. Kwa hiyo tunaiomba serikali tena kupitia vyombo hivi tena, sisi sauti zetu ziweze kufika kwa serikali. Tunahitaji support bado ya huyu ndugu kwenda kumstiri, kwa sababu ndugu zake wameonekana ni watu ambao hawana uwezo, na wameshatuambia kwamba tunaweza kumstiri huyo bwana huko. Lakini sisi tukaona na sisi tupo tunaendelea na michango, na ndugu atakapokuja tutaona wamefikia wapi. Kwa hiyo tunaiomba serikali waweze kutupa support na wao kwa michango yao kwa ajili ya swala la huyu bwana. Ogopa huyu bwana, ndugu zake wanasema, mama yake anasema, baba yake anasema, huyu kijana wetu kwa mawasiliano ya simu tu, achana na miaka mingine, kwa mawasiliano ya simu tu ni 1.5 mwaka hawajawahi kusikia hata sauti ya mtoto wao kwenye simu. Leo tunapewa taarifa kwamba mtoto wao amefariki. Imagine hata kama ni wewe mtoto wako hujawasiliana naye kwenye simu mwaka, sawa? Kwa hiyo leo naambiwa mtoto amekufa, alafu huwezi kwenda hata kumuona hata akiwa amelala, inakuwa ni hatari kubwa. Kwa hiyo mimi narudia tena kuwaomba serikali muweze kutusaidia kupitia vyombo hivi, sauti yetu inafika huko. Tunawashukuru sana Shavi, nirudie kusema tunawashukuru na Nyaro TV, tunawashukuru Kusaga TV na MGS pia. Tunawashukuru sana. Tunaiomba serikali pale mlipo, jamani muamke, sisi tunapatikana Impala hapa. Tutakuja mpaka huko tuweze kwenda kumstiri bwana Amani, kama inawezekana aende akastirie wao. Lakini kama ndugu walivyosema hawana uwezo, wamesema lolote litakayotokea sawa, hata akistiriwa huko Arusha itakuwa sawa. Lakini kama mimi kiongozi katibu wa eneo la Impala, ningeomba serikali muweze kutupa nguvu huyu bwana, hata aende na watu wawili, aende akastirie kwao, hata mama yake na baba yake wamuone kijana wao akiwa amelala, maana hawawezi kuja kwenye familia yote, wanatuma mwakilishi mmoja tu ndo aje. Kwa hiyo tunaiomba serikali iweze kutusaidia. Naitwa Mzambia Amon Kabuje, ni mkazi wa jiji la Arusha. Nimekuja mbele yenu kuandishi habari kuzungumza nanyi kwa swala ambalo lilitokea siku ya Jumatatu. Kuna kijana ambaye ninamfahamu anaitwa bwana Alan au Amani kwa majina mawili anafahamika nayo. Huyo kijana alipata tatizo, alipigwa na shoti ya umeme njia ya kuelekea Mahakama Kuu, na hatimaye ilipelekea kifo chake. Baada ya taarifa hiyo, mimi huyo bwana Alan au Amani ni rafiki yangu au ni ndugu yangu ninayemfahamu kwa muda mrefu. Niliamua kufuatilia hilo tukio, nilipewa taarifa nikaamua kufuatilia tukio. Tukio nimelifuatilia nikakuta ni kweli bwana Amani amepata tatizo hilo na amefariki dunia. Baada ya hapo, kuna marafiki zangu au ndugu zangu walianza kufuatilia hilo jambo, wakanipa taarifa hiyo. Tuliamua kufuatilia polisi, na baada ya kufuatilia polisi tukakuta ni kweli huyo mtu amefariki na mwili wake umechukuliwa umepelekwa mortuary. Tulianza taratibu za kutafuta ndugu na jamaa wa kwake wa ndugu Alan
au Amani kuwatafuta ndugu zake pasipo mafanikio. Tulikuwa na simu zake za marehemu, tulikuwa na simu mbili za marehemu ambazo niliweza kupewa. Tulianza kufuatilia watu ambao kwenye simu yake walikuwa wakimpigia au wanamfahamu bwana Alan kama nani. Baadaye hao watu walijitambulisha kwamba ni marafiki zake na bwana Alan, lakini hawajui undani bwana Alan kwamba anatokea wapi. Tulisema kwa sababu na sisi wenyewe pia Alan tulikuwa tumjui chimbuko lake asili anatokea wapi, lakini alijitambulisha kwamba ni mtu wa Kigoma bwana Alan au bwana Amani. Baada ya kujitambulisha tukaanza kutafuta. Sasa bahati mbaya kwenye simu yake tukawa tuoni majina ya wazazi au ya familia ya ndugu zake walioseviwa kwenye simu. Tulifanya juhudi ya kufuatilia simu zake hizo. Hatimaye tulienda polisi tukatoa taarifa, jamani, tuna simu za marehemu ambazo tunazo hapa, lakini tunashindwa kuwapata watu ambao ni ndugu zake. Jeshi la polisi walitoa ushirikiano kwetu, tukaanza kutafuta namba za ndugu zake. Hatimaye tukafanikiwa kupata namba moja ya ndugu yake kwenye simu zake. Tukaweza kupata mawasiliano, tukampa taarifa ya kwamba mtoto wenu au ndugu yenu anajulikana kwa jina la Amani au Alam amefariki dunia. Walihoji amefariki dunia kwa namna gani? Tukawaambia alikuwa anapita na mtu alikuwa anapita njiani kuelekea, alikuwa anaelekea na mteja wake ambaye alikuwa amempakia kwenye bodaboda. Pakawa kulikuwa kuna mvua na pia kuna barabara ambayo pia imevunjwa, barabara moja ambayo imesababisha jamu, barabara moja ambayo tunaitumia ya Grand Maria. Kwa barabara ibidi igeuzwe tutumie barabara ya Makama. Hiyo barabara ya Makama ikawa ni nyembamba, ni finyu, actually ni finyu ndogo, ikapelekea jamu. Bwana alikuwa na askari polisi eneo hilo alikuwa akiongoza magari. Bwana Amani alipofika pale, nadhani alielekezwa kwamba asipite maeneo hayo ambayo alitakiwa apite, lakini nadhani bwana Amani hakusikia taarifa ile kutoka kwa jeshi kwa yule kiongozi wa polisi alikuwa anakiongoza kwamba watu wasipite maeneo hayo. Kupita maeneo hayo, ghafla kumbe kuna waya wa umeme ulikuwa umekatika. Huo waya ukaenda ukagusa pikipiki yake ukapiga shoti. Hatimaye bwana Amani pale akafariki dunia. Sasa shida ni kwamba bwana Amani, kwa maelezo ya kwanza, ni kwamba alikuwa amekaidi amri ya jeshi la polisi kwamba asipite maeneo hayo, lakini akawa amepita. Lakini inaonekana bwana Amani alikuwa hajasikia ile katazo au alikuwa hajasikia ile sauti, kwa sababu alikuwa amevaa helmet na alikuwa haoni askari anamuelekeza nini, na alikuwa hajatambua anaelekezwa nini kwamba usipite maeneo hayo. Bwana Amani kwa kweli alipita na ikaonekana kama vile amekaidi amri ya jeshi la polisi kwamba asipite maeneo hayo kwa sababu kuna hatari, hakufai. Baada ya muda kweli, dakika hiyo tukaambiwa bwana Alani alipigwa na shoti ya umeme akafariki. Kwa hiyo alikaidi au hakusikia, hiyo ni habari nyingine. Kwa hiyo tunashukuru jeshi la polisi, tumefanya juhudi, tumewapata ndugu zake. Sasa hivi tunaendelea na mchakato wa ndugu zake wanakuja, wako kwenye kikao kuanzia sasa. Sasa hivi wako kwenye kikao huko kwao Kigoma, wamesema wanakuja, wanatupa utaratibu namna gani tutafanya, aidha wanaochukua mwili wao, aidha tutauzika hapa. Kwa hiyo tunashukuru vyombo vya habari vilivyoripoti habari hii juu ya kifo cha bwana Amani. Tunawashukuru Nanyalo FM TV, Nanyalo TV. Tunawashukuru Save FM ambao wameripoti pia taarifa hii, na wamefanya juhudi kubwa sana kutangaza kwenye hizo media zao na kutafuta ndugu wa jamaa, na mpaka ndugu wamejitokeza na wameweza kupatikana. Mpaka sasa hivi tunangoja kikao, wamesema saa 4 watakaa wajadili, watatuambia nini kinatakiwa kifanyike juu ya mpendwa wao. Sisi tuko tayari, tuliwaambia kama wanahitaji kuzika hapa Arusha tutazika, tutatoa ushirikiano. Na sasa tuko mtaani tunatafuta michango ya hali na mali kuweza kufanikisha hata ndugu wakija waone tumefikia wapi na tuna nini mwelekeo kama wataamua. Lakini ndugu pia waliuliza vitu vya marehemu, tukasema vitu vya marehemu viko kwenye jeshi la polisi, viko salama, pikipiki yake iko polisi na iko kwenye mikono salama, na vitu vya marehemu vyote chumba chake kiko sehemu salama, na vitu vyake vyote viko sehemu salama, na vitu vyake tumwambia tumewahakikishia watakuja watavipata. Jeshi la polisi lina pikipiki yake na pikipiki yake iko salama, wanayo na ipo na vitu vyake vipo na simu zake pia.